duniani, manake kuna kitu cha ziada Mungu anakwenda kukitenda, na bado naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuwepo hapa. Kama nilivyosema tu jana, naendelea kusema tena, na ushukuru upendo wa mchungaji kiongozi na mama mchungaji kiongozi na wachungaji wote kuona kwamba naweza nikaja kusimama katika madhabahu hii na kulileta neno la Bwana, na niko salama. Asanteni sana kwa huduma, na nimefika mahali pazuri, nalala vizuri, na kama sintafanya kile nilichokusudia kukifanya ni matatizo yangu. Yaani ninapolala roho anashuka mwenyewe. Mungu awabariki sana, nashukuru sana. Na jana nilipata neema ya kuongea na mchungaji kiongozi, anaendelea kutuombea na anajua tuko salama. Amen. Sasa nataka tuanzie tulipoishia jana. Andiko letu la msingi katika kongamano hili ni katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Jana tuliangalia mistari mitatu na tulikuwa tuna utangulizi unaosema wakati neema inapofanya kazi. Wakati neema inapofanya kazi. Katika andiko hilo ambalo tuliangalia jana mstari wa kwanza mpaka wa 3, ni mtumishi wa Mungu Paulo anatoa taarifa, anasema na waarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Na waarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliongezea utajiri na ukarimu wao. Maana nawashuhudia ya kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii ya shiriki hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuanzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi, elimu na bidii yote, na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine na jaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda haya kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, na kama mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ya mlivyo navyo. Maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Kwa tunamwona mtumishi wa Mungu Paulo katika andiko hili ambalo linahusiana na kanisa la Makedonia, tunaona ya kwamba analitaja neno neema. Ukiangalia mfululizo haya maandiko tuliyosoma kama mara 6 hivi, neno neema limeendelea kujitokeza. Asa jana tulisema msingi wa somo letu ni nguvu ya zabihu, lakini nguvu ya zabihu lazima ianzie kwenye neema. Kilichowafanya Makedonia wawe na uwezo wa kutoa ni kwa sababu waliitambua neema inayofanya kazi ndani yao. Walitambua kila ambacho neema imefanya katikati ya maisha yao.
Kwa Paulo anakuja anawaambia, na ndio maana neno neema limejirudia tena na tena zaidi ya mara 6. Anajaribu kuwaonyesha kwamba kinachowafanya wafanye wanayoyafanya ni neema. Alikadhalika tunapozungumza mambo ya dhabihu, kinachowafanya watu watoe dhabihu ni wanapotafakari na kuikumbuka neema ambayo Mungu ameifanya, au kazi ambayo neema imeifanya katika maisha yao. Hiyo ndio inawapeleka katika kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Na katika kitabu kingine ambacho tutakwenda kukisoma katika maandiko ya utangulizi leo ni Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Katika andiko hili tunaona mwandishi wa kitabu hiki anazungumza habari ya kuwakusanya wacha Mungu waliofanya agano kwa dhabihu. Anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Kwa unaweza ukaona kama ambavyo somo letu linazungumza habari ya nguvu ya dhabihu. Kumbe Mungu hufanya agano kupitia dhabihu. Mungu hufanya agano kupitia dhabihu. Na tunaangalia watu mbalimbali ambao agano la dhabihu liliwatoa, ambao agano la dhabihu liliwapeleka viwango vingine. Na sasa Mungu anazungumza hapa juu ya taifa la Israeli. Anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Sasa naomba leo tunapoanza somo hili katika mtiririko sasa wa kulifafanua, tuanze kuangalia dhabihu ni nini. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni nini? Unaposikia neno dhabihu, ni nini maana ya dhabihu? Tafsiri ya kwanza, dhabihu ni sadaka inayotolewa kwa uungu, inayohusisha uhai kutoka. Narudia tena, dhabihu ni sadaka inayotolewa kwa uungu, inayohusisha uhai kutoka. Uhai kutoka. Kiebrania wanasema inaitwa korban. Korban. Dhabihu ni sadaka inayotolewa kwa uungu, inayohusisha uhai kutoka. Kwa Kiebrania inaitwa korbani, ikiwa na maana kitu kilichotolewa mbele ya au kukaa karibu na mpokeaji wa hiyo dhabihu. Lakini kwa muktadha wa Kiebrania, kwa Yawe, dhabihu inayotolewa kwa Yawe ilikuwa ni lazima ihusishe uhai. Ilikuwa ni lazima ihusishe uhai. Dhabihu ni kitu kinachohusisha uhai. Siku ya Jumapili tutakuwa tunaangalia kichwa cha ujumbe kinachosema dhabihu yangu maisha yangu, kwa sababu inahusisha uhai. Dhabihu ni kitu kinachohusisha uhai, kwamba ni lazima hicho kitu kiambatanishwe na uhai. Na kuna dhabihu ambazo tunaona wana wa Israeli walizitoa mara kadhaa. Walipoingia kwenye hema ya kukutania, walichinja ng'ombe, walichinja kondoo, walichinja mbuzi. Kwa nini? Kwa sababu uhai lazima utoke. Dhabihu ni kitu kinachohusisha uhai. Sasa tunapozungumza dhabihu kwa mkutaza wetu, manake ni kitu kinachokuwa kimeambatana na maisha ya mtu, ni kitu kilichoambatanishwa na maisha ya mtu, ndio kinaitwa dhabihu. Wakati hicho kitu kimeambatanishwa na maisha yako kinaitwa dhabihu. Lakini kwa mkutadha wa korbani Kiebrania ilikuwa ni kitu kinachohusisha uhai kutoka. Uhai kutoka. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa ya kwamba dhabihu inahusisha uhai. Ndio maana tunaona wakati Mungu anasema na Abraham ya kwamba mtoe mwanae wa pekee, ilikuwa ni mara ya kwanza